nafundisha somo kuhusu uhitaji wa waombezi katika kanisa. The need for intercessors in the church. Kuna uhitaji mkubwa sana wa waombezi katika kanisa. Wanaoomba ni wengi, lakini waombezi ni wachache. Naomba tusome kwenye Isaya, kitabu cha Isaya 59 mstari wa 16. Isaya 59 mstari wa 16. Akaona ya kuwa hapana mtu akastaajabu, kwa kuwa hapana mwombezi. Hebu tuseme kwa pamoja, akastaajabu kwa sababu hapana mwombezi. Kwa Mungu alikuwa analiangalia ukawa hakuna mwombezi. Neno la Kiingereza intercessor, there was no intercessor. Nirudie tena nisome mstari wote. Anasema akaona ya kuwa hapana mtu akastaajabu. Mungu akashangaa, akastaajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio ulioletea wokovu, na haki yake ndiyo iliyomsaidia. Kwa hiyo Mungu anatafuta waombezi, na Mungu alishangaa kwa kuwa hapana maombezi. Hakuna mtu wa kufanya maombezi. Sasa tunapozungumzia maombezi, kimsingi maombezi sio kwa ajili yako wewe mwenyewe kujiombea. Maombezi ni kuomba kwa ajili ya watu wengine. Kuomba kwa ajili ya mambo mengine. Amen. Na nitakupa orodha ya baadhi ya mambo yanayohitaji maombezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hivi kuna uhitaji mkubwa sana wa waombezi katika kanisa. Tuna uhitaji mkubwa wa maintercessor, waombezi wanaofanya maombezi. Amen. Hilo ni hitaji kubwa katika kanisa. Tunahitaji waombezi. Kwa hiyo Isaya 59:16, Mungu akashangaa kwa kuwa hapana mwombezi. Na hata sasa kuna uhitaji wa waombezi. Twende kwenye Ezekiel 22 mstari wa 30 na 31. Ezekiel 22 mstari wa 30 na ule mstari wa 31. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Lakini sikuona mtu. Kila mtu aseme lakini sikuona mtu. Huyo mtu ambaye Mungu anamtafuta ndio yule mwombezi aliyemwona kwenye Isaya 59:16. Lakini akakosa huyo mtu, akakosa mwombezi. Mstari wa 31, kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Narudia tena mstari wa 30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu. Kwa hiyo anayesimama mbele za Mungu ni kwa njia ya maombi. Ni mwombezi anayeomba mbele za Mungu. Amen. Mungu alipotafuta huyu mtu wa kusimama mbele yake mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu. Alafu akamalizia lakini sikuona mtu. Kwa hiyo Mungu hakuona mwombezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa hili linahitaji waombezi. Wachungaji wanahitaji waombezi. Huduma hii inahitaji waombezi. Watakaoomba kwa mzigo ili huduma iweze kupenya.
ukitegemea tu waombezi wakuombee mchungaji, umekwisha. Maana watu wengine wako busy wanaombea mambo yao. Wengine wako busy wanaombea waume zao. Wanaombea kuolewa. Kwa wakati mwingine ukisema utegemee waombezi, unaona umekwisha. Kuna mmoja nakumbuka mama mmoja alikuwa amejitoa kwenye maombezi, anakuja anaomba, lakini baadaye akatoweka hata kuniaga. Singetegemea kwamba huduma itapenda kwa sababu yule mwombezi hayupo sasa. Hata kuniaga akatoweka kitu cha kima, lakini alikuwa mfano mzuri wa mwombezi. Alijitoa kwa kweli, siku ile anakuja anafanya maombi, anajitoa kwa maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naona kama zimepoa hivi. Twende kwa Waefeso. Waefeso 3 mstari wa 10. Waefeso 3 mstari wa 10. Kwa hiyo somo linalofundisha uhitaji wa waombezi katika kanisa leo. Kuna uhitaji kubwa wa waombezi. Tanzania inahitaji waombezi. Hata Israeli zaidi inahitaji waombezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watakaoomba. Waefeso 3 mstari wa 10 inasema, ili sasa kwa njia ya kanisa. Kila mtu aseme ili sasa kwa njia ya kanisa. Ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo na namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ili sasa kwa njia ya kanisa. Sasa kanisa lililo hapo duniani ndio linalo tawala kwa niaba ya Mungu hapa duniani. Kuna vitu Mungu hawezi kufanya hapa duniani bila kanisa, bila watu wa Mungu kuomba, bila wewe kusimama kwenye nafasi iliyobomoka. Kwa hiyo kwa njia ya kanisa. Kwa hiyo kanisa tuna nafasi. Twende kwenye Ufunuo 5 mstari wa 10. Ufunuo 5 mstari wa 10. Ukawafanya kuwa ufalme na makuhani. Ya Kiingereza inasema ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Hao wafalme ambao ni watu wa Mungu wamefanya kuwa wafalme na makuhani. Kama wafalme tunatawala duniani kwa niaba ya Mungu. Kama makuhani tunasimama mbele za Mungu kwenye maombi kwa niaba ya Mungu. Makuhani walisimama mbele za Mungu kwa niaba ya wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kupitia kanisa kuna mambo ambayo yanafanyika hapa duniani kwa njia ya maombi. Tunaweza kusiwepo kule Ikulu, lakini kupitia maombi tukafika Ikulu. Amen. Tukafika bungeni. Tukafika kwenye baraza la mawaziri. Kupitia magoti yetu, kupitia kuomba kwetu. Si kama inaeleweka? Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 5 mstari wa 1. Najenga msingi juu ya uhitaji wa maombezi katika kanisa. Kwenye Isaya 59:16 tumesoma kwamba Mungu akaona hapana maombezi. Twende Yeremia 5 mstari wa 1. Yeremia 5
Pigeni mbio huku na huku katika njia za Yerusalemu, mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake, kwamba mwaweza kumpata mtu mmoja. Sema mtu mmoja. Mtu mmoja, kwamba yuko mtu mmoja awaye yote atendaye kwa haki, atafutaye uaminifu, nami nitausamehe mji huu. Kwa Mungu anatafuta mtu mmoja. Na kwa ajili ya huyo mtu mmoja anasema atausamehe yule mtu. Na huyo mtu mmoja ambaye Mungu anamtafuta anaanza kawa ni mwombezi. Kwa hiyo Mungu anatafuta waombezi. Je, wewe ni mmoja wapo atakayekuwa mwombezi? Mesikia amen moja tu. Je, wewe ni mmoja wapo atakayelipa gharama ya maombezi? Na wakati mwingine maombezi yana gharama zaidi ya kuomba tu kutaja, taja nchi, umetaja rais. Wakati mwingine yanahitaji masaa mengi ya kuomba. Mwaka 87 kama sio 87 naza ikawa ni 88, tulikuwa kwenye ibada hapo chuo kikuu kwenye fellowship. Ilikuwa chumba cha ghorofani. Unabii ukatoka kwamba katika ulimwengu wa roho kwa habari ya nchi yetu ya Tanzania, kwa wakati mwingine maombezi sio swala tu la kutaja na kuomba, inahitaji mzigo wa dhati kwa ajili ya kuomba. Sio mnaelewa ninazungumza? Amen. Na anapozungumzia maombezi sio swala la kusema kuwa maombezi au kuwa intercessor sio karama yangu. Kweli kuna watu ambao wana karama ya uombezi, lakini hata wewe ambaye una karama unaweza kufanya maombezi. Amen. Na nchi yetu inahitaji maombezi. Amen. Kanisa hili la The Word So Healing Church linahitaji maombezi. Amen. Tunahitaji waombezi watakaoomba kwa mzigo, hata bila kuitwa kwenye maombi. Mikesha mingine sio ile ya kuitisha kwamba Ijumaa tunakuja kuomba. Tunahitaji waombezi watakaokuja kukesha kwa hiari yao, kuombea kanisa, kuombea kongamano linalokuja mbele, kuombea penyo, kuombea upako mpya, kuombea Mungu afanye jambo jipya. Tunahitaji urudisho wa upako kwenye kanisa hili. Tunahitaji kuona Mungu kwa upya katika kanisa hili. Lakini kuna gharama ya maombezi. Tunapozungumzia maombi yana mlengwa au nete Kiingereza focus. Zaidi kuna focus juu ya mtu mwenyewe, unajilenga wewe. Kwenye maombi hayo ndio tunaweka kile kinachoitwa dua, Kiingereza petition. Unajilenga wewe. Lakini kuna maombi ambayo yanamlenga Mungu kwa njia ya kuabudu, kusifu, kushukuru. Amen. Na mlengo mwingine wa maombi ni wengine, watu wengine. Unalenga watu wengine. Unalenga kanisa, unalenga wachungaji. Kwa vyote hivyo vinahitaji maombezi. Hebu nikupe baadhi ya maeneo yanayohitaji maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombezi.
mfalme wetu Tanzania ni nani? Ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wenye mamlaka Tanzania nani? Rais, makamu wake Dr. Philip Mpango, waziri mkuu, hao ndio wenye mamlaka. Lakini sio wote mawaziri wana mamlaka. Wakuu wa mikoa wana mamlaka. Kwa hiyo Biblia hapa inasema basi kabla mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Hapana pa kuanzia kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka. Tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na usahihi. Mstari wa 3, hili ni nzuri na la kubarika mbele za Mungu Mwokozi wetu. Mstari wa 4, ambaye hutaka watu wote waokolewe na kupata kujaliwa yaliyo kweli. Mungu anataka watu wangapi waokolewe? Watu wote waokolewe. Sasa hivi watu waokolewe, tunahitaji kufanya maombezi. Watu hawaokolewi bila maombezi. Kwa hiyo mstari niliosoma inaonyesha baadhi ya maeneo ya kufanya maombezi. Taifa, maeneo yanayohitaji maombezi. Taifa la Tanzania linahitaji maombezi. Lakini napotaja taifa, serikali ya Tanzania inahitaji maombezi. Uchaguzi wa mwaka huu wa 27 Oktoba 2025 unahitaji maombezi. Amen. Sio maombezi ya kutaja kidini, maana vile kuna sala zingine ni za kutia sahihi kwamba umetaja kwa Kiswahili cha kwetu leo umetaja na wewe umeomba. Sio maombi tu ya kama na wewe umeomba au umeomba kwa Kiswahili cha kwetu leo. Unaomba kwa dhati. Kwa serikali inahitaji maombezi. Serikali tunapotaja serikali, baraza la mawaziri sehemu ya serikali, rais, makamu wa rais, waziri mkuu, bunge linahitaji maombezi katika serikali. Bunge ndio linalopitisha miswada mbalimbali. Sisi kama mnaelewa? Amen. Kuna sheria mbalimbali zinapitia kwenye bunge. Wakati mwingine kwenye mabunge wengine huko zingine anapitisha vitu vingine vya ajabu. Sawa, mna waombezi. Vinapita vitu vingine ambavyo havistahili vipite. Tuko pamoja mpaka? Amen. Taifa la Israeli linahitaji maombezi. Ijumaa Israeli imetuma ndege kama zaidi ya 100 kwenda kushambulia maeneo mbalimbali kwenye vile vitu vya vinavyo maana Wayahudi kwa wapelelezi wao wanahisi kwamba Irani imekaribia sana kutengeneza bomu la nyuklia. Na Irani ilishatangaza ingependa kuiangamiza Israeli. Sasa taifa la Israeli halishi tu kujilinda, linaamini kwenye sera inayosema attack is the best defense. Kushambulia ndio njia bora ya ulinzi. Kwa wametuma zile ndege, na jambo la ajabu 2018 wale Mossad, kundi cha upelelezi, kilienda mpaka Iran, wakabeba tani 5 la mpango wao kutengeneza bomu la nyuklia. Wakauiba, wakaupitisha kwenye gari. Sasa shangaa, kikundi cha upelelezi sio cha kawaida hicho. Mpaka kinaiba tani 5, sio tu makaratasi machache umeweka kwenye begi. Tani 5 zimebebwa kwenye lori zikapelekwa Israeli. Na hapo katikati wengine mnaofuatilia, kumekuwa na Marekani na ongea na Iran kwamba isitishe mpango wake waingie mkataba. Lakini Israeli kwa sababu inaishi kwenye kujilinda, ni bora kuliko kushambulia, bora kuliko kujilinda. Sababu inahisi kwamba Iran inaweza ikaja ikafanya maangamizi makubwa. Kwa hiyo tuma ndege na Wairani nao wamejibu, wameanza kushambulia
Kwa sasa hivi kama vita imeshatangazwa. Siko mnaelewa? Amen. Na Biblia inasema katika Zaburi 121 mstari wa 6, hata lala usingizi, hata sinzia mtu lala usingizi, yeye aliye mlinzi wa Israeli. Yupo Yehova Mungu ambaye ni mlinzi wa Israeli. Lakini yeye mlinzi wa Israeli tunahitaji kuiombea Israeli. Kuinua mbele za Mungu. Zaburi 122 mstari wa 6 na 7, utakieni Yerusalemu amani na wafanikiwe kwa kupendana. Na amani na ikae ndani ya nyumba zako na kufanikiwa ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo Biblia inasema utakieni Yerusalemu amani. Wale wanaoipenda Israeli wana yote. 94-95 kwa chuo cha Biblia pamoja na Debora. Mkuu wa chuo chetu alikuwa ni mishonari kutoka Denmark. Walikuwa na mzigo sana kuiombea Israeli. Kwa asubuhi tulikuwa na maombi yanapangwa kuiombea Israeli na kuombea vitu mbalimbali. Tulikuwa tunaombea pia eneo lile linaloitwa 1040 window. Dirisha la ile latitude 10 mpaka 40 ambapo ndio kuna dini zile za Kibudha, dini za Kihindu, dini ya Kiislamu. Wewe kwenye hilo eneo ukiangalia kwenye ramani ya dunia, kwa hiyo inaitwa 1040 window. Tukaanza kuombea. Kwa hiyo tulianza kanisa mwaka 96. Ndani yangu ilikuwa imeumbika hiyo hali ya kuombea Israeli. Kila kwenye maombi yetu tunayofanya hapa kanisani tumekuwa tukitaja kuiombea Israeli. Amen. Na Pastor Banza tayari ameshadaka yale maombi ya kuiombea Israeli. Anapenda kutaja kuiombea Israeli. Na kipindi hiki Israeli inahitaji maombezi. Maana iko vitani na taifa la Iran. Na Mungu hataruhusu taifa la Israeli liangamizwe na taifa la Iran. Amen. Kuna wanabii ambao wanatakiwa kutimia. Amen. Sisi tunaokolewa moja moja, lakini kuna kipindi Israeli wataokolewa wote kama taifa. Amen. Kwa Mungu ana jambo analake jambo. Soma kwenye Warumi 11. Watakuja kuokolewa wote. Itakuwa national salvation kwa ajili yako. Wangapi mnanielewa? Amen. Nakupa tu orodha ya maeneo yanayohitaji maombezi. Kwa hiyo nimetaja kwa mfano sasa hivi tuna uchaguzi wa 27 Oktoba, uchaguzi mkuu unahitaji waombezi wa kuomba. Wengine watakaofunga hata siku 3 wajifungia maombi ya uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa sisi tunapoomba hatuombi kama washabiki wa kisiasa. Tunaomba kama washabiki wa mapenzi ya Mungu na ufalme wa Mungu. Amen. Tunataka ufalme wa Mungu uje, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kwa kuna wengine wanaomba umeshamwandaa mtu wao wanaotaka awe rais. Hatuombi, tunaomba Mungu mapenzi yake yatimizwe. Amen. Sisi kama mnanielewa? Amen. Watoto na familia wanahitaji maombezi. Mwingine na watoto ambao ni mateenager. Wafikia umri wa kuolewa, kuoa, au watoto wako wanahitaji maombezi ya dhati, kuwaombea. Kuna mtoto mmoja wa mtumishi wa Mungu Kenneth akampata dada mmoja, akaanza kuwa karibu naye, akaanza kudate naye, lakini mtumishi wa Mungu Kenneth akaona hata huyu sio mwenyewe, maana kwa kile macho ya kinabii. Alafu anasema I prayed out that lady. Akamwombea yule dada asiolewe na mtoto wake. Akapray out, akaomba huyu Mungu sitaki
mtoto wangu aoe huyu dada. Kwa hiyo anasema I prayed out. Kwa kuna vitu vingine na mimi pray out, alafu I thought to pray out na mimi pray in. Yule aliye sahihi ndio wake. Amen. Sasa hiyo pia inahitaji kuombea watoto. Amen. Wale ambao na watoto, ombea watoto kwa mzigo. Amen. Na nafahamu mtu mmoja ana mzigo wa kuombea watoto wake. Ni mfano mzuri wa kuombea watoto. Anaomba kwa mzigo kweli kweli. Inastahili kufanya sana. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio walikuwa mtu mmoja. Anaomba kwa mzigo. Lakini kuna wengine ambao kidogo kujezembea na kula milo yote amsazi milo asubuhi, mchana, jioni, na hata muda kuombea watoto ule mzigo kuna. Afu watoto wanakuja kupata shida, ndio naanza sasa kufunga na kuomba. Na kwanza kwa umechelewa. Kwa tuombe kwa ajili ya watoto wetu. Sio mnaelewa? Amen. Omba kwa ajili ya watoto. Wakati mwingine unapokuwa unaenda kanisani na watoto wako, lakini mtoto wako ana njia zake na mambo yake ya kishetani ambayo wewe hujui na afanye kwa siri. Kwa hiyo ni muhimu kuombea watoto wasimame kiroho, mapenzi ya Mungu yatimizwe juu yao. Hilo ni jambo la muhimu. Amina. Mimi nimesemapo na nyie mmesikia. Amen. Wangapi mmesikia? Amen. Huo ni mfano, lakini kuna kanisa la mahali pale unaposali panahitaji maombezi. Maombezi. Kanisa la The Oasis of Healing Church linahitaji maombezi. Watakaoliombea kwa mzigo, watakaofunga na kuomba kwa mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtoto wangu mmoja ambao ananiambia ameonyesha kwamba kuna urudisho unakuja kwenye huduma yangu. Amina. Vile vilivyokuwa vimepotea Mungu anaenda kuvirejesha. Amen. Nimefurahi kusikia ujumbe, kumwambia nitumie message ili urekodi kabisa kwenye laptop yangu na nianze kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Na nikamshuhudia Jumapili iliyopita niliona kuna kurudisho fulani wa upako baada ya kwanza kwetu, lakini baada ya pili ndio upako uliongezeka. Kwa watu wawili mishoni ya operation na kufiwa. Alafu jinsi Mungu alianza kunifahamisha kwamba niombee kwa ajili ya hiyo. Maneno ya maarifa yanakuja kwa uwazi zaidi. Kama ni sehemu ya urudisho wa upako. Kanisa linahitaji kuombewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa letu linapotesha kuwa kanisa la maelfu. Lakini tuwe maelfu tunahitaji maombezi. Amen. Wachungaji wanahitaji maombezi. Amen. Kuendesha kanisa sio mchezo. Wakati mwingine mtu akikaa pembeni inakuwa rahisi sana kuwa na dhana na nadharia kwamba ningekuwa mimi ningefanya vile, kanisa langu litakuwa bora. Mchungaji mmoja alienda kwanza kanisa mkoa mmoja, alafu akaniambia, Pastor, I want to start the bar. Mtu akisema kwa Kiingereza I want to start the bar, nataka kuanza kwa kishindo. Alienda wala kishindo hakikuonekana. Akaondoka kule kwa sababu wakati mwingine nakuwa ni rahisi sana kwa nadharia nyingi, ningekuwa mimi ndiye pastor hapa, vitu vyote vingekuwa vimeshajaa. Kiingereza tunasema hizi ya said than done. Ni rahisi kusema kuliko kutenda. Kwa upendo kanisa linahitaji maombezi. Ili kanisa likue linahitaji kuombewa. Ili watoto wapya wa kiroho wazaliwe, wanahitaji kama intercessor. Kanisa moja alikuwa mama mmoja
Sitaki ya maombi ya kuua. Alipopiga marufuku hata watoto wakaacha kuzaliwa. Wakaacha kuoa. Nisome mstari kwenye Isaya kuthibitisha hilo. Sayuni alipoona utungu alizaa watoto. Kwa watoto hawazaliwi bila utungu. Utungu. Isaya 66 mstari wa 8 na wa 9. Ni wa 7 mpaka 9. Isaya 66. Kabla hajaona utungu alizaa. Kabla maumivu yake hajampata alizaa mtoto mwanamume. Mstari wa 8, ni nani aliyesikia neno kama hili? Ni nani aliyeona mambo kama haya? Je, nchi yaweza kuzaliwa siku moja? Taifa laweza kuzaliwa mara? Maana Sayuni mara alipoona utungu alizaa watoto wake. Mstari wa 9, je, mimi nilete wana karibu na kuzaliwa nisizalishe? Asema Bwana, mimi nizalishaye. Je, nifunge tumbo? Asema Mungu wako. Sayuni alipoona utungu alizaa watoto. Kwa kipindi hiki Sayuni ni picha ya kanisa. Ili kanisa lizae watoto inabidi utungu, maombi ya kuugua, maombi yale ya kuzamu, maombezi yale ambayo ya kulipa gharama yanahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yupo mama mmoja pia kwenye ibada ya maombi ya kuugua, anaugua ndani ya mzigo kweli kweli. Na simone nimwambia ndani yako kuna huduma ya maombezi. Na ananitoa. Kuja mkesha huo alikuwepo. Ondoka muda fulani kwa sababu kwenda kazini siku ya Jumamosi. Lakini unamuona hata kuomba kwake amezama ndani. Sasa si lazima uwe kama mama huyu, na wewe pia ujitoe kwenye maombezi. Amen. Jitoe kwenye maombezi. Nipate amen naye wewe. Amen. Kwa hiyo kanisa la mahali linahitaji maombi. Pale unaposali, ombea wachungaji, wazee wa kanisa, ombea mashemasi, ombea washirika. Ndio maana nimetangaza kwamba nataka tuwe na kitabu maalum chenye picha na majina ya washirika kwa ajili ya kuombea. Wachungaji wapate muda wa kuombea. Kitakuwa kinakaa ofisini. Na nimeomba kwamba ulete passport size. Unafungua kwenye kitabu na muombea mmoja. Kwa na muda wa kuombea sana. Wachungaji pia tunahitaji kuomba kwa ajili ya washirika. Amen. Amen. Yeye unapenda hiyo, unapenda kuombea. Amen. Kwa hiyo leta picha yako ni vijana. Wale tunaopenda uwe kwenye hicho kitabu, uje na picha yako. Sababu naona ni hii. Lakini kanisa la Tanzania linahitaji kuombewa. Naposema kanisa la Tanzania sio dhehebu. Watu wa Mungu walioko Tanzania, waliookoka, walioko Tanzania wako kwenye madhehebu mbalimbali. Wanahitaji kuombewa. Moja wapo la kuombea kanisa la Tanzania, kuombea uamsho. For God to bring revival. Mungu alete uamsho. Kuliombea kanisa la Tanzania liwe na uamsho. Na sasa hivi hapo katikati kuna baadhi ya makanisa ukiangalia ya Lutheran, kuna dalili ya uamsho ambayo inatokea. Hata ukiangalia kwenye TV hayo makanisa unaona ibada zao zimekaa kama za Pentecost. Dalili ya uamsho hiyo. Ndio maana wakati
Kwa Wakatoliki wako ambao wameokoka wanampenda Bwana. Kwa hiyo unaombea ni sehemu ya kanisa, unaombea uamsho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama yanaingia. Amen. Wachungaji na watumishi wa Mungu wanahitaji kuombewa. Kuombea mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu. Mfano Biblia imetuagiza mavuno ni mengi, watendakazi wachache. Muombeeni Bwana mavuno ili apeleke watendakazi katika mavuno yake. Kwa hiyo tunatakiwa kumuomba Mungu wa mavuno apeleke watendakazi. Ainue. Mwanzoni mwa 2000 niliwahi kupata unabii. Mungu akiniambia atainua sauti ya kinabii katika taifa la Tanzania. Na hapo katikati tunaona manabii jinsi ambavyo wameinuliwa. Wapo watu ambao wana huduma za kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mitume sisi tulisimikwa ilikuwa 2002. Mimi nilisimikwa kwa sababu 2002 kwenye kongamano kule Gaza pamoja na Israel Wadaga, Bishop Imano Tumwidike, tukasimikwa kuwa mitume. Amen. Na sijisimika mwenyewe, ni askofu wangu Dr. Bernard Mwaka akapendekeza jina langu na wengine kwamba tusimikwe kwenye huduma ya kitume. Na kabla ya hapo Mungu mwaka 95 wakati naomba Mungu aliniambia huko mbele utatumika kwenye huduma ya kitume. Amen. Na sisi ndio tulikuwa wa mwanzo kwanza kujiita mitume. Amen. Mtume Prosper Mpele. Amen. Kwenye hilo ndio baadaye wamekuja na mitume wengine. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi anayejiita mtume ni mtume. Na kwa pia hata manabii pia kwa kajiita master prophet. Na mtumishi mmoja akampendekeza kwa ajili ya huduma. Nikawa na cheki kama kweli yule aliyehuduma hata kama unabii ukaona hata neno kama maarifa. Hata sisi ambao sio manabii tuna flow kwenye tunao maarifa unabii. Sasa kitu alipokuja kwa wakati mwingine kuna wanaojiita manabii lakini sifa za kinabii bado. Ila wapo manabii. Kwa hiyo tusikatae manabii. Kwa kuombea watumishi wa Mungu, ombea watumishi wa Mungu. Amen. Kuombea mpaka mpya. Amen. Neema mpya ishuke juu yao. Amen. Hili jambo la muhimu sana. Hata wachungaji wetu tunahitaji kuombewa ili Mungu atupake mafuta kwa upya, atutumie kwa upya ili tutumike sawa sawa mapenzi yake. Amen. La mtumishi wa Mungu mmoja wakati anaomba Mungu akamwambia unatumika chini ya viwango. Unapokuwa unamtumikia Mungu lakini chini ya viwango, below the required standard. Kwa kuombea watumishi watumike kwa viwango wanavyotakiwa watumike. Amen. Upako wanaotakiwa watumike. Amen. Kwa hiyo tunaombea watu waokoke, lakini pia kingine kuombea watoto wachanga. Watu ambao wametoka kuokoka wanahitaji kuombewa. Kuna andiko hili kwenye Maombolezo 2 hapa nisome. Maombolezo 2, Lamentations chapter 2 verse 17 and 18. Maombolezo 2, 17-18. Bwana ameyatenda aliyoyakusudia, amelitimiza neno lake. Aliloliamuru siku za kale, ameangusha hata chini. Wala hakuona huruma. Naye amemfurahisha adui yake. Ameitukuza pembe ya watesi wake. Nafikiri 18-19, sio 17. 18-19. Mioyo yao imlilia Bwana, ukuta wa miji Sayuni. Machozi na yachuruzike kama mto mchana na usiku. Ujipatie kupumzika, usijipatie kupumzika. Mboni ya jicho lako isikome. 19. Inuka ulalamike
usiku, mwanzo wa makesha yake, mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana. Kwa ajili ya nini? Kwa uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa, mwanzo wa kila njia. Kwa uhai wa watoto wako wachanga. Kwenye kanisa kuna watoto wachanga wanaohitaji kuombewa ili wasimame. Na Galatia 4:19 Paulo anasema, watoto wangu vichanga ambao naonea utungu tena mpaka Kristo aumike ndani yako. Ndani yenu Kristo aumike ndani yako. Naonea utungu tena. Neno tena maana yake ni mara ya pili. Utungu wa kwanza ni ili wa kwa hiyo Galatia, Paulo alikuwa na utungu wa kwanza wa wao kuzaliwa. Utungu wa pili ili Kristo aumike ndani yao. Kristo ndio neno. Neno liweze kuumika ndani yao, waweze kusimama kiroho. Kwa hiyo watoto wachanga wanahitaji kuombewa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wasiookoka wanahitaji kuombewa. Ndugu yetu mmoja alipofariki, walikuwa hajaokoka, nikawa natafakari kwamba wanahitaji hata wale ambao wanahitaji hata kama yuko kwenye imani ya ajabu wanahitaji kupitia maombi. Lazima rais kuja kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuombea ndugu zako ambao hawajaokoka. Kwa mimi nawaonesha kwenye kitabu chako maalum, unamwombea. Na unapoomba kama naomba Mungu inua watu sahihi wa kupeleka neno kwa mtu. Wakati mwingine sio wewe unayepeleka neno. Kuombea the right person, mtu sahihi wa kumpelekea neno. Sio mnaelewa? Amen. Nimetoa mifano ya maeneo yanahitaji maombezi. Mfano hili eneo pia la 1040 window. Ili eneo liko kati ya latitude 10 mpaka 40 kwenye ramani ya dunia. Huko ndio kuna dini hizi. Ukristo uko kidogo sana. Hapo katikati ya Japani, India, unakuja Bangladesh, Pakistan, ndio hiyo eneo hilo la 1040 window. China bilioni 1.3.4. Wengi wako kwenye hizi. Wanahitaji maombezi, wanahitaji maombezi yanayosimama kwenye nafasi ya kuomba. Amen. Amina. Watu wa Mungu, mmenisikia? Amen. Je, wewe utakuwa mmoja wapo wa waombezi? Amen. Nauliza, je, wewe utakuwa mmoja wapo wa waombezi? Amen. Ni muhimu sana kuwa mwombezi. Tusitosheke kujiombea sisi wenyewe. Kwa mmoja aliomba, Mungu na bariki mke wangu na mtoto wetu, au tu kwa jina la Yesu. Amen. Maombi ya wewe, mke wako, mume wako, watoto, akasema hao tu. Tunahitaji kujiombea wenyewe. Kwa maombezi. Amen. Lakini swala linakuja, maombezi yanahitaji muda pia. Eneo moja hapa kujitoa kwa maombezi kuja kama kujiregesha, na mama umeanza kujitoa kwa maombezi. Kuja kwenye maombi ya kanisani inaonyesha kwamba wewe umejitoa kwa maombezi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine wale wanataka kuolewa, naangalia pia mtu anataka kumwoa au kuolewa naye kama anakuja kwenye maombi. Hata kaja kawa mwenzi mzigo huko mwenda. Kwenye maombi ya maombi kama ni mzito kweli. Ni muhimu sana tujitoe kwenye maombi. Na maombezi mengine yanahitaji ufunge na kuomba ili Mungu afanye kitu kwenye maombezi.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wapendwa, nawatia moyo, Mungu anatafuta mtu. Kwenye Isaya 59:16 nikatafuta mwombezi. Kinasema hapana mwombezi. Nikatafuta hapana mwombezi. Mwombezi akawa amekosekana. Kuna vitu Mungu hawezi kufanya. Nilisahau pale mwanzo. Hii nukuu ni ya muhimu, labda napohitimisha nitoe. Huyu ni John Wesley. Aliwahi kusema God do nothing but in answer to prayer. Mungu hawezi kufanya chochote bali kama majibu ya maombi. Ili Mungu afanye jambo hapa duniani, mtu anaomba alafu Mungu anajibu yale maombi. Kuna vitu vingine hatupati kwa sababu hatuombi. Ndio Biblia inasema, hebu nikumbuka huko mstari kwenye ni Yakobo 4 mstari wa 2, mwatamani wa hamna kitu, mwauo na kuona wingu wala mwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Hakufanyi maombezi. Na vile vitu vya kwako binafsi usipoomba huwezi kupata, sababu kanuni ni ombeni nanyi mtapata, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Mathayo 7 mstari wa 7 na mstari wa 8. Bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Alafu anakuja kusema kila ombaye hupewa, kila tafutaye huona, kila bishaye hufunguliwa. Kuna vitu vingine hatupati kwa sababu hatuombi. Nchi yetu ya Tanzania inahitaji maombezi. Ili Mungu afanye ni sisi tutakaposimama kwenye nafasi yetu. Serikali inahitaji maombi. Niliona nabii mmoja kwa kule Zimbabwe. Huyu nabii alikuwa anatabiri juu ya nchi yetu ya Tanzania.